Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zanguni, leo nataka niseme kitu, na hichi nakisema kwa ajili ya binadamu sote inshallah. Nakisema hichi kwa ajili ya binadamu tuliokuwa sote. Hello? Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Mimi ni Suleiman, niko Zanzibar hapa. Karibu. Bwana, naomba kuna kitu mnisaidie. Ndio. Sijaja na masuala hayo ambayo yalizoka sasa hivi. Inshallah. Kuna mambo fulani ya binafsi yangu yanatatiza kwa kweli. Ndio. Jambo la kwanza bwana, mimi nina maradhi ambayo kwa kweli yanisumbua. Natumia dawa nyingi sana, bado sijapata unafuu mpaka sasa hivi. Ndio. La pili, kuna mambo yangu fulani, kwa kweli mambo yangu ni riski na kumbuki sana ukipanga hadi. Sawa. Hivyo tu. Haya, unashughulika na nini? Mimi bwana, tatizo langu ni magoti na nyonga yanisumbua sana, natumia dawa nyingi sana bado na mpaka sasa. Ukilala usingizini unaota nini? Kweli sioti, yani kipindi kikubwa sijaota maswali. Una kipindi kikubwa hujaota? Huwa naota baadhi ya ndoto za kawaida tu. Sasa mimi swali langu unajua nimekuuliza vipi? Naam. Ukilala unaota nini? Unajua kwa nini nimekuuliza hivyo? Naam. Kwa sababu ndoto zina maana. Sawa? Sisi binadamu wa kawaida sisi hatushukiwi na Jibril malaika kuja kutupa habari. Na mwanadamu yoyote ana haki ya kupata habari, ana haki ya kujua nini kinaendelea, nini kipo, nini afanye. Kwa maana hiyo, watu wengi mlango wa ndoto huu wanaochukulia kama ni jambo ambalo halina maana. Wanachukulia kwamba ni jambo ambalo halina sababu ya kuwepo, lakini kumbe Mwenyezi Mungu atuwekea mlango wa ndoto kwa maana yake. Yeye Allah anajua. Na mwanadamu yoyote anatakiwa aote, ingawa sio kwamba kila siku wewe lazima uote, sio lazima. Isipokuwa unatakiwa upate kuota. Kwa nini unaota? Kwa sababu kuna mambo wewe katika maisha yako yanaendelea, ambao mambo hayo mengine huwezi kuyaona kwa macho ya kawaida, bali Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ibra, atakupa taarifa kupitia ndoto. Ushafahamu? Sasa watu wengi suala la ndoto wanalipuuza. Wako wanaoota wanapuuza, na wako ambao hawaoti na wanapuuza, na wako wanaota lakini kupitia ndoto hizo wanakwenda kwa waganga wakimwambia mimi naota ndoto mbaya, nataka unifanye nisiote ndoto hizi. Kumbe ndoto sio tatizo, bali ndoto inakuashiria jambo, ima tatizo, ima habari yoyote ile. Sasa siku zote mtu akiwa haoti, ujue kwamba huyo ana tatizo la kwanza, na akiwa anaota hakumbuki, vile vile ana tatizo, na kama anaota anakumbuka, anatakiwa hizo ndoto azijue maana yake, kwa sababu ndoto haiji tu. Mfano, katika mji wa Misri alipatikana katika kile habari ya Nabii Allah Yusuf, yuko mtu aliyeota ule mji unawaka moto, lakini aliwaambia nini kwa ndoto hiyo? Baada ya kusimuliwa Nabii Yusuf, wakamwambia kwa fasiri ya ndoto, mnatakiwa kuhifadhi chakula kwa sababu utakuja mwaka wa njaa. Wakahifadhi kweli chakula cha mwaka mzima, na kweli mwaka ulioingia pakawa hapalimu chochote kikawa. Kwa hiyo kupitia ndoto walipata jibu la kuwakomboa kwa mwaka mzima juu ya njaa ambayo pengine ile ndoto angeidharau yule muotaji, ndio ingewakuta hilo baada. Kwa mimi nimekuuliza unaota nini? Kwa sababu ukiniambia sioti ama naota lakini sijaota ndoto mbaya, mimi nimekuuliza unachokiota kwa sababu kila ndoto ina maana. Kuna ndoto wewe unaweza ukaiota ukaona kwamba maana yake ni njema, kumbe maana yake ni mbaya, ila wewe ukaifasiri kwa mujibu ulivyoiota. Pengine unaweza ukaota unapata pesa, ukaona ndoto hii napata pesa maana yake nzuri, kumbe kuota unapata pesa maana yake ni ufukara na utajikuta maisha yako kweli magumu. Lakini unaweza ukaota unapata samaki au unachezea uchafu, ingawa unategemea katika uchafu. Hii ndoto ina maana nzuri kwamba unamaanisha utapata kipato, utapata kitu tena siku ile ile utakaamka. Lakini ukaidharau, ukaipuuza, pengine utakiwa utoke tu ukajihangaishe, ungepata riski, umekaa ndani. Ama unaweza kuota uko shule lakini ukasema ni ndoto tu, kumbe umefungwa toka unasoma wewe umefanywa ubaya, na ubaya huo unakuathiri mpaka sasa kwenye kutafuta suala la riski na uchumi.
Au unaweza kuota pengine ndio hivyo unalishwa vyakula, wewe ukahisi kwamba ni ndoto, kumbe wachawi wanakufuata na kulisha vyakula. Kwa hiyo kila ndoto ndugu yangu ina maana, wala usije ukasema sioti ndoto mbaya. Kuna ndoto unavyoiota ndio maana yake ilivyo, kuna ndoto unavyoiota ni kinyume chake. Unaweza kuota msiba ukasema mtu fulani amekufa, ukasema atakufa, kumbe inamaanisha ana umri mrefu. Unaweza kuota harusi, kumbe kuna kuja msiba. Sasa mimi nimekuuliza unaota nini, ama unajua maana ya ndoto? Kama unajua maana ya ndoto, basi bila shaka unajua system ya maisha yako. Maana ya ndoto unajua, kila siku unaota ndoto za tofauti. Ndio. Yani labda ungeniambia bwana, kama jana wewe ulipoota siwezi kukwambia kama jana, ikiwa matatizo yako yameshaanza muda. Ushafahamu? Wewe pengine kabla ya matatizo, kabla ya hali zako kuwa ngumu, wewe ulishapata ishara, lakini ndio unaosema kupuuza. Umenifahamu? Pengine kabla ya jana wewe ulikushapata ishara za kwamba kuna matatizo, chukua hatua. Pengine ulipewa ujumbe before, chukua hatua za dua, chukua hatua za hivi, lakini ukawa umedharau, umepuuza kwa sababu hujui fasiri ya ndoto. Kwa sababu mfano nikikwambia swala la uchawi, ushafahamu? Masala ya uchawi ni sawa sawa na uchukue mbegu ya mti wa ubuyu. Umenifahamu? Utakavyoipanda shambani, unatoka mche mdogo tu. Ule mche utakapouacha unakuwa. Ule mche kama huutaki manake ukate. Utakapouacha ndo unakuwa kama mbuyu tunauona. Na uchawi unakuwa hivyo hivyo. Unapata ishara zinakujia ndani ya mwili. Hutaki ule uchawi kuathiri, ushapata ishara, tafuta dua, tafuta mahala fanyiwa dua. Ukiuacha uchawi huo, jua kwamba uchawi unakuwa mithili ya mti wa ubuyu, kwamba unakuwa na uchawi. Unapokuwa mdogo umekuanza kuuondoa ni rahisi, lakini ukishakomaa kuuondoa kwake ni kazi. Ndio mfano wa mbuyu, ukiwa mchanga unakata hata na panga na kisu, lakini ukishakomaa huwezi kwenda hata na shoka, lazima utafute vyombo vya magari uende ukaung'oe, sio? Kwa hiyo pengine wewe ulipata ishara zamani, umeziacha. Sasa kadiri siku zinavyokwenda, itafika wakati kama unaumwa magoti, itafika wakati mwisho utakuwa unakaa tu, wewe huwezi hata kutembea. Ushafahamu? Na kama unayumba kiuchumi, na bahati mbaya sasa maradhi ya kichawi yanapokujia, wewe ujiandae na matatizo aina mbili. Hata kama aliyekuroga kakusudia moja, umenifahamu? Hata kama aliyekuroga amekusudia jambo moja, wewe ujiandae na mawili. Jiandae na maradhi, jiandae na kuyumba kiuchumi. Ikiwa aliyekuroga kakusudia kukutia magonjwa, jiandae na hao magonjwa na ujiandae na kuyumba kiuchumi. Sawa? Sijui unanisikiza vizuri? Sawa. Na ikiwa aliyekuroga kakusudia kukutia magonjwa, kadhalika ujiandae na kukuyumbisha kiuchumi, vile vile jiandae na kuyumba kiuchumi na ujiandae na maradhi. Hiyo ndio miongoni mwa sifa za uchawi. Hauji na jambo moja, hata kama mkusudiaji amekusudia moja. Unanifahamu vizuri? Kwa hiyo unaweza kusema ungeniuliza jana naota nini. Siwezi kukuuliza jana wakati matatizo yamekuanza muda. Mimi nakuuliza katika kumbukumbu. Sio lazima ujue ile ndoto yote, hata frame ya ndoto. Kuna mtu akwambia mimi nikilala naota nyoka, mimi nikilala naota nakimbizwa, mimi nikilala naota naporomoshwa katika majengo, mimi nikilala naota natembea afu mbele nakuta maji, mimi nikilala labda naota, ili mradi ile frame tu ya ndoto mimi napata kujua wewe nini kinakusibu. Kwa sababu watu wengi leo wanatafuta tiba kwa kwenda kupigiwa ramli, lakini ramli Allah ashakataza ndani ya Qur'ani, ndani ya surati Al-Imrani. Kashasema hakika ya ulevi na kamari na kuabudia si kwa Allah na kutizamia kupiga ramli, hiyo ni katika kazi ni uchafu na ni katika kazi ya shetani. Jiepushe ninavyo mpate kufaulu. Sasa watu wengi hutaka wajue matatizo yao kwa kupigiwa ramli, lakini wakati huo anatamani matatizo hayo yamuondoke. Matatizo hayaondoki bila ya msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ushafahamu? Na yule atakaye kwenda tafuta tiba nje ya kutaka msaada wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huyo amekwenda kutafuta tu ongezeko la mabalaa. Kwa sababu wewe kama anayekutia matatizo ni shetani. Umenifahamu? Alafu leo unakwenda kwa waganga wanaotibia kupitia mashetani, ukitarajia utapona. Shetani na shetani ni ndugu. Sawa? Shetani na shetani ni marafiki. Na wote wanaitwa mashetani kwa sababu kazi yao ni kutaka kuwatia watu matatizoni, ikiwepo kuwafarakanisha baina yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si ndio? Kwa hiyo utakwenda kwa mganga ukitarajia uenda kutafuta tiba, lakini jini anayekutia wewe matatizo
na jini anayetumika kwa mganga mshirikina, hawa wote ni timu moja. Ushaelewa? Kwa hiyo sidhani kama ndugu atamtoa ndugu yake. Wewe utapewa tu muda wa mapumziko, baada ya hapo matatizo yanarudi pale pale. Ushafahamu? Na mara nyingi ndio unakuta kesi hizi ziko nyingi, mtu anakupigia simu, haya njoo tufanye mambo ya dua, lakini mwisho anakuambia nishahangaika sana. Umehangaika wapi? Kama umekwenda kwa wapiga ramli, kweli umehangaika, kwa sababu tiba pekee ni tiba ya Qur'ani, na kama ni tiba ya dawa, iwe dawa sahihi bila ya mtu kushiriki kwenye mambo ya kumshirikisha Allah subhana na maramli. Ikiwa ni tiba ya shetani, sote tunafahamu shetani kiumbe aliyelaaniwa, yuko nje ya rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mwenye kumtumia na mwenye kumfuata, wote hawa na wako matatizoni, wasitegemee msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna asiyejua kwamba msaada upo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata hiyo Qur'ani utakapokwenda kwa huyo msoma Qur'ani, ushafahamu? Pia na yeye pia kuna taratibu zake. Zikikosewa hakuna tiba. Utajikuta wewe kila siku ni wale watakosema nishahangaika sana, nishakwenda huku, nishakwenda kule, kwa sababu hiyo ramli wengi wao wanaipiga pia si tu waganga washirikina. Afadhali mganga mshirikina hupandisha majini kichwani akakwambia matatizo yako, si ndio? Lakini mpiga ramli mwingine ni shekhe, ana kilemba, ana kanzu, lakini fika na kupigia ramli, pengine huenda hii aya nilokusomea haifahamu, ama anaifahamu hajui maana yake, ama anajua maana yake, lakini kwa sababu ameona ni sehemu ya kutafuta riziki, basi yaamue tu wanasema kubumba wenyewe, si ndio maana yake? Kwa hiyo sasa mimi kwanza nataka unaambie unachokiota, kwa sababu ndoto ni sehemu ya kupata majibu ya matatizo ya mtu, ukijumuisha na mfumo wa maisha yako unaoyaishi. Kuna mtu anapambana sana, ndo kama hivyo, na kuna kuta kipato chake ni kidogo sana, ushaelewa? Muda mwingine ni vizuizi vya ushetani, ndo kama hivyo unasema kushajitibia sana mpaka leo maradhi hayakuachi. Haina maana ya kwamba maradhi hayana dawa. Haina maana kwamba wewe umepewa gonjwa lisilo dawa. Ndio gonjwa lilopewa dawa linalo, kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema tibianeni, kwani hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu hajashusha gonjwa, ila ameshusha nini? Dawa yake. Muhimu ni gonjwa kupatiwa tiba husika, na moja ya tiba ni ulijue kwanza tatizo. 2 ndio uliendea hilo tatizo kwa ufanisi wake. Sasa mimi nakuuliza maswali, kusudio langu nipate kujua, na nakueleza haya yote kwa urefu ili upate kufahamu nini nakikusudia, nini nakimaanisha, ili mwisho wa siku kama tunasema tunataka kwenda kwenye tiba, tupate tiba iliyokuwa sahihi itakayokusaidia kwa idhini ya Allah Subhana. Na kama nakuelekeza dawa kwa huko uliko, basi nijue na kuelekeza dawa gani ili zikusaidie kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama hukumbuki ndoto, mimi unanipa majibu kwamba wewe umefungwa. Umenifahamu? Umefanyiwa uchawi alafu umefungwa. Na ikiwa unaniambia huoti, napata tena majibu kwamba umefungwa. Na kama waota, niambie unaota nini? Waota na kila siku tofauti ndo tunalozoota, lakini mara nyingi sana kipindi cha nyuma alikuwa naota sana au nyoka, unanifahamu? Nyoka, nasoma Qur'ani nyingine, yani sizikumbuki za ndoto zote kwamba sugani kwa ndoto fulani, lakini ndo nazikumbuka ndo kama hizo. Wengine naota nasoma Qur'ani, wengine naota ndo kama nyoka hivyo. Ndo kama hizo. Wewe asili yako wapi? Yani kipi? Asili ulikotokea, ulikozaliwa. Mimi kwetu Kichani. Sawa, sasa hiyo ndoto ya kuota nyoka, ukiota nyoka siku zote ni unafanyiwa uadui. Uadui ambao unalenga uriski, lakini kinacholengwa ni wewe kutiwa magonjwa ukae chini. Kwa sababu ili usipate kwenda kutafuta riski, basi uwe mgonjwa ukae kitandani. Na ndio hicho, na hilo tatizo lako labda ni kuambie tu kwa ufupi. Huo ni uchawi ambao unaitwa sihrul maradhi. Sawa? Hilo tatizo lilokuwa nalo ni uchawi unaitwa sihru al-maradhi, uchawi ambao kazi yake kubwa ni kuzalisha magonjwa katika mwili wa mwanadamu. Ukisikia uchawi unaitwa sihru al-maradhi, ni kuzalisha magonjwa katika mwili uliokuwa katika mwili wa mwanadamu. Sawa? Ambao uchawi huu huzalisha magonjwa tofauti. Leo utazalika hili, mwanzo unapokuanza linaanza tatizo, mfano kwenye mguu. Lile tatizo halafu linaacha. Sawa? And then linakuja tatizo mguu mwingine, mfano wa hilo. Halafu linaacha. Likishaacha yanarudi sasa yote miguu miwili. Umeelewa?
na uchawi huu huzalisha magonjwa tofauti: sukari, presha, figo, saratani, moyo na magonjwa mengineyo mfano wa hayo. Sasa magonjwa haya yanaweza yakaja yote ama yakaja tofauti. Wako watu wanakutana na magonjwa makubwa hayapungui 4. Umenifahamu eh? Kuna mtu ana magonjwa 3 makubwa yote anayo yeye. Lakini kuta mtu ana maradhi makubwa halafu bado yuko hai lakini anao muda mrefu. Yote hayo mengine hutokana na huo uchawi unaitwa sihrul maradhi. Sasa uchawi huu mwisho wake mtu huwa anapata magonjwa ya kustroki. Ushafahamu? Aidha anaweza akastroki kabla ya kupata hayo maradhi, ama yakaja kwanza maradhi ndiyo akaparalyze. Lakini mwisho wa siku uchawi wote kinachokusudiwa mtu ni uchumi wake, riski zake. Hata ukifanywa maradhi kinachokusudiwa adui analenga riski. Pengine unakijiajira chako au pengine unakijibiashara chako tu. Binadamu hata kama kinakuingizia shilingi 100 yeye inamkera hiyo. Ushafahamu? Kwa hiyo sasa hapo baadaye utaanza kuhisi hali ya ganzi katika mwili wako, na itakwenda baadaye utaanza kuhisi vitu kukutembea katika mwili. Hizo zote ni miongoni mwa dalili, na ukianza kuja kupata hali hizo ni katika hali mbaya. Hali ya mwisho mbaya ni kuanza kuhisi baadhi ya viungo vya mwili wako kupoteza nguvu. Mfano, umeshika glasi ya maji inahisi kama inataka kuanguka, au umekanyaga unahisi kama unataka kuanguka. Sawa? Hiyo ni katika dalili mbaya za kuelekea kustroki. Mwenyezi Mungu akuhifadhi na kunusuru. Lakini usije ukakaa ukasema nishahangaika sana, nishatumia sana dawa sijapona. Na kurudia tena, hakuna gonjwa halina dawa. Muhimu ni gonjwa ulipatie dawa husika. Hii ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunazunguka kwengi kutafuta tiba, lakini wengi wao washakata tamaa kwa sababu mtu kashakwenda kila mahala. Lakini mimi nataka nikwambie usikate tamaa, kwa sababu tiba zipo, isipokuwa sisi tunaofanya tiba muda mwingine ndio tuna matatizo. Umeelewa? Bahati mbaya katika maisha yetu sasa hivi mlango wa tiba umekuwa ni mlango wa kimbilio la kila mtu kwa sababu ya kutafuta riziki yake. Lakini tiba pia mpaka Mungu akuchague. Umefahamu? Kuna mfanya dua na mfanya tiba, ni watu wawili tofauti. Dua mtu yote aweza fanya ili mradi anajua kusoma dua, lakini tiba mpaka uchaguliwe na Allah subhana wa ta'ala, na huletewi wahai, bali zitatokea dalili utajijua kwamba mimi Allah kanijachagua katika kusaidia watu kwa kupitia aidha ulimi wangu au mikono yangu, au vyote kwa ulimi na mikono, ili watu wapate shifa. Sasa wengi wao ndio unakuta pengine mtu kweli kachaguliwa na Allah, ila kutokana na matendo yake ikapelekea tiba zake mwanzo zinakubalika, baadaye zisikubalike. Kwa sababu Mungu aweza kuchagua kweli ukawa tabibu na watu wakawa kupitia wewe kwa idhini ya Allah wanapona, lakini ikafika wakati matendo yako sasa yakapelekea ukawa unatibu kwa sababu tu una jina, lakini watu hawafanikiwi tena. Shafahamu? Lakini vile vile wako ambao si matabibu ila wanatumia mlango wa tiba kuendesha maisha yao. Si katika matabibu. Sasa hao ndio wengi, hatuwezi kujua ni nani na nani, kwa sababu nakuta wengine dua anazijua lakini si sehemu ya chaguo la kwa tabibu. Shafahamu? Na kuna wengine hata dua hawazijua, anafanya utapeli. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atunusuru na hali kama hiyo. Sasa hawa ndo wanapelekea mpaka mtu anakata tamaa moja kwa moja, matatizo yake yanashindwa kuondoka. Kwa hiyo mimi ninachokushauri wewe, tafuta tiba. Sawa? Wanazuoni wanatuambia la yatahaqqaqu ilaji alqur'ani illa bishartaini. Haiwezi ikapata majibu tiba ya Qur'an mpaka yapatikane masharti mawili. Ushafahamu? Sharti la kwanza la mhusu anaifanya hiyo tiba. Sharti la pili linamhusu anayetibiwa. Anayetibu tunaambiwa fiqatul maridh wa qana'atuhu, aimini anayetibu tunaambiwa istiqamatu mu'allij ala amri Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anayetibu anatakiwa awe na misimamo juu ya amri za nani? Za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sawa? Ikiwa anatibu na kachaguliwa na Allah, awe na msimamo. Hata anayeomba dua ikawa hajachaguliwa ikawa ni muomba dua, naye pia awe na msimamo wa kile anachokifanya. Allah kakataza zinaa, akaena mbali. Kakataza ushirikina auache. Kakataza dhulma na uongo aache. Unafahamu? Anayetibu katakiwa aswali, asimamishe swala. Sasa watu matabibu baadhi yao tuliokuwa wengi tunazipuuzia swala, tunafanya machafu ya zinaa na mengineo mfano wa hayo. Ushaelewa?
lakini vile vile unaitibiwa sharti lako kwamba Mungu amesema, wanazuoni wanasema fiqatul maridh wa qana'atuhu bi fa'iliyatil ilaji qur'ani, mgonjwa kuwa na fika na kutosheka kwa yeye kufanyiwa tiba ya nini, ya Qur'ani. Shaelewa? Sasa wagonjwa wengi leo wanapokwenda kwa matabibu hutaka wapigiwe ramli, ndio kama hivyo. Mwingine ataka aone vitu vya matunguli, aone vitu ambavyo ndio roho yake inaridhika, lakini ile tiba ya Qur'ani anaona kwa Qur'ani tu, hii ndio mimi ndio Qur'ani, lakini ndani ya Qur'ani ndio kuna ponyo kwa kauli ya Allah, na Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu, sio? Na hakuna asiyejua kwamba Qur'ani maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kwa asiye Muislamu na asiyeamini. Lakini hata wasio Waislamu wanakuja na tunawatibia kwa Qur'an na wanafanikiwa, wanapona mambo yao. Sasa nakwambia haya yote usiumu ni kukata tamaa. Tafuta tiba, tafuta mtu sahihi, tawakkal kwa Mwenyezi Mungu, kuwa na imani kwamba kupitia Qur'ani mambo yangu yatakwenda, maradhi yataniondoka na asbabu ya dawa. Ukiamini kwamba dawa ni sababu, anayenisomea ni sababu, mfanyaji ni Allah. Allah kikubwa anataka kuona ile imani yako. Wewe unaombewa Qur'ani, imani yako iko thabiti kwa kisomo hicho. Lakini pia atakuona yule muombaji, je, anatibu kwa uwezo wake ama anamtegemea Allah? Yeye ni asbabi tu. Ushafahamu? Unakuta tabibu anakuambia we mimi utapona tu, we njoo tu utapona. We tabibu we nani? Hakuna chochote chenye kuweza kufanya isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhana. Sasa haya ndio yanafanya mambo ya watu hayaishi. Mtu anakwambia shazunguka, shahangaika, shakwenda. Haimaanishi kwamba Allah haondoshi shida za watu, bali sisi watu ndio tunakosea masharti na tunakosea taratibu. Umenielewa shekhe? Kwa hiyo usije ukakata tamaa. Hiyo kauli yako ya kusema nishahangaika sana, sio wewe tu wanakuja kwangu umewakiniambia hivyo. Wengi wanakuja na asilimia 90. Mimi toka nifanye kazi hii na takriban nishatibia wagonjwa wasiopungua 15,000 ambao washakuja kwangu. Sio kwamba wamepona wote, wallahu alam, wengine si wajui, lakini asilimia 90 wanakuja shehe, shangaika sana kama ulivyonieleza wewe na mwingine, shangaika sana. Sasa we maradhi hayo wahangaika dawa za hospitali tu kila siku na kurudia tena. Mtume amesema kila ugonjwa una dawa yake, muhimu ni ugonjwa upatie dawa husika. La hospitali lipeleke hospitali, la dua lifanyie dua, la dawa za kisuna litafutie dawa za kisuna. Umenifahamu shekhe? Usije ukasema magoti. Huko hospitali kwenyewe sisi tunapewa vibali vya kazi zetu hizi za mambo ya tiba, kwa sababu yanajulikana mengineyo, japokuwa serikali haimo katika katiba kwamba uchawi upo, hilo halipo, lakini watu wa serikali wenyewe wanajua haya yapo, ila haliingizwi kiserikali. Ushafahamu? Sasa unapoona ushangaika hospitali hujapata tiba, zunguka katika taratibu nyingine, utapata tiba yake inshallah. Huwezi kukaa na maradhi muda wote huo unatumia madawa tu ya hospitali, mwisho na yenyewe atakutia matatizo vile vile. Allah kuhifadhi. Sasa kama shehe utanisaidiaje? Haya, wewe sasa kwanza uko Zanzibar. Mimi Zanzibar ni kwetu, Pemba ni kwetu, lakini mimi niko Dar es Salaam na shughuli zangu ni Dar es Salaam. Sasa sijui hili tutalifanyaje. Mimi ratiba ya kuja huko huwa sina, kwa sababu wagonjwa niliokuwa nao ni wengi. Kwa hiyo muda ule wa kusema nikiondoka mara moja tu, siku moja tu, hapa naongea na wewe, kuna simu zinaingia takiwa nizipokee za wagonjwa. Wengine wanataka maelekezo ya kufika mahali nilipo. Sasa mimi niko Vikindu. Ndio nilipo. Ratiba ya kuja Zanzibar huko nikija niko dharura, tena haizidi siku moja pili naondoka. Kwa sababu na wewe kama ni doa, kama una ndugu, ukija huku ujiandae kukaa walau siku 7. Kwa sababu mara nyingi mimi dua zangu kima cha chini mtu afanywe dua siku 7, ili kuona tuna deal vipi na hayo matatizo, na dawa utatumia siku 41, ikiwepo kwenda kutumia huko Zanzibar utabeba utaondoka nazo. Sasa gharama inshallah biidhnillah taala tutaangalia, kwa sababu hapo utatakiwa dawa, na mimi bado sijapata maelezo kiundani kwako wewe. Ushaelewa? Sijapata yale maelezo kiundani kabisa. Tumezungumza tu kuhusu miguu, na dalili ambayo mimi naziona ni hilo na kukwambia sihrul maradhi,
Lakini je, katika mwili wako kuna mengineo mfano wa hayo? Mwingine akishaanza na sihirul maradhi pia anakuja kupata na tatizo la nguvu za kiume, hali yake inakuwa haifanyi kazi vizuri kitandani. Lakini huyo unakuta na uchumi tayari nao unayumba, mambo yanakwenda vigumu. Kwa lazima hapo tupate maelezo kiundani ili tujue sasa hapo zitakiwa dawa za aina gani. Kwenye visomo haina shida, visomo vipo, vitabu mbalimbali, dua mbalimbali tutasoma inshallah. Haya, sasa hivi kwa sababu mimi hapa nilikuwa nataka kufanya kipindi na nimetumia muda mrefu kuongea na wewe, kwa hiyo sasa cha kufanya nipigie baadaye inshallah ili tupate maelezo kwa kina. Baada ya hapo inshallah tutajua gharama zake zikoje. Haya basi inshallah. Haya, nipigie kama baada ya lisali moja nitakuwa nishamaliza kufanya kipindi. Haya sana. Inshallah. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum.